Mamlaka katika jimbo la Arkansas zinaendesha msako wa kumtafuta Grant Hardin, aliyewahi kuwa mkuu wa polisi na ambaye amewahi kuhukumiwa kwa makosa ya mauaji na ubakaji, baada ya kutoroka gereza la North Central Unit lililoko Calico Rock siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa idara ya magereza ya Arkansas, Hardin alitoroka akiwa amevalia sare bandia za maafisa wa usalama. Hata hivyo, maafisa hawajafichua jinsi alivyofanikiwa kutoroka. Hardin aliwahi kuhudumu kama mkuu wa polisi wa mji mdogo wa Gateway ulioko karibu na mpaka wa Arkansas na Missouri mwaka 2016. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 2017, alikiri kosa la mauaji ya daraja la kwanza baada ya kumpiga risasi kichwani James Appleton, mfanyakazi wa idara ya maji na mji wa Gateway mwenye umri wa miaka 59. Kama ilivyoripotiwa na CNN na kituo cha habari cha eneo hilo KHBS, Appleton alipigwa risasi wakati akiwa kwenye mazungumzo na meya wakati huo, Andrew Tillman. Mwili wake ulipatikana baadaye ndani ya gari karibu na eneo la Garfield, Arkansas. Kwa kosa hilo, Hardin alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Wakati wa uchunguzi wa mauaji hayo, ushahidi wa DNA ulimhusisha pia na kesi ya ubakaji ya mwaka 1997 huko Rogers iliyomhusisha mwalimu wa shule ya msingi. Baada ya zaidi ya miaka 20 bila ya mshukiwa, DNA ya Hardin ilikusanywa wakati wa uchunguzi wa mauaji. Ililingana na ile iliyopatikana katika kesi ya ubakaji kwa mujibu wa KHBS. Hardin alikiri kosa hilo la ubakaji mwaka 2019 na alihukumiwa kifungo cha ziada cha miaka 50. Kwa sasa, vyombo vya usalama vya jimbo na vya serikali kuu vinafanya kazi kwa pamoja kumtafuta Hardin. Idara ya magereza ya Arkansas imewataka wananchi kuripoti mara moja endapo watamuona au kuwa na taarifa kuhusu alipo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.